Bwana ni mwema na wakati wote. Watoto wazuri, watoto wazuri wazuri. Aya, Bwana ni mwema wakati wote. Kwa namna ya pekee ninayo furaha kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa namna ambavyo ameweza kuwa pamoja nami katika kuniumba mpaka kufikia maisha ambayo niko nayo hadi sasa. Ninamshukuru Mungu pia kwa namna ambavyo ilimpendeza kupitia uongozi wa kanisa hili na mtaa kwa ujumla. Nilipopata wito nami nikasema niweze kuitikia wito huo ili nije kutumika shambani mwa Bwana. Na kwa namna ya pekee pia ninaamini Bwana alinitumia vile alivyopenda. Nikawasilisha kile ambacho alinituma nije kuwakilisha kwa muda wa wiki nzima. Jamani, kwa mliokosa pole, tuwape pole waliokosa. Niwatie moyo ya kwamba wakati mwingine, ewe mzazi uliokaa hapa, ewe kiongozi, kunapokuwa na event yoyote ambayo inahusu kanisa, usipange kukosa. Kwa majina ninaitwa Madam Nancy Amos Mgonja. Ninatoka katika kanisa la Kichangani, mtaa wa 88 kule Morogoro. Wangapi wanapafahamu 88? Yes, naona watu wengi wanapafahamu. Ninatokea katika kanisa la Kichangani. Na bila kupoteza muda, nimeshatoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa kanisa, kwa bosi wangu mkurugenzi wa idara za huduma za watoto katika mtaa huu, na pia nipende kuwashukuru wazazi na walezi na watoto kwa ujumla kwa kukubali watoto wenu kuja katika wiki hili kusikiliza Bwana akinena nao. Na katika juma hili la VBS tulikuwa na moto ambao ulitusogeza karibu na Mungu, na tuliona moto wetu ulikuwa unasema mlima wa Mungu wa baraka. VBS Mwaya 2025, mlima wa Mungu wa baraka. Kwa hivyo tuliona namna ambavyo hapa duniani iko milima ambayo tulienda nayo katika wiki hili, lakini pamoja na milima hiyo ambayo tulienda nayo, tulikuwa na semina kwa walimu ambazo zilitusogeza pia namna ya kuhudumia hawa watoto ambao tumepewa kama dhamana ya kuwaelekeza kwa Yesu. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa na vipindi vingi, na siku ya kwanza tuliangalia mlima ambao tuliona ni mlima ambao sisi kama mwanadamu fulani alielekea hapo, nasi tunapaswa kumuomba Mungu ili atusogeze, atupandishe na atufikishe katika mlima huo. Nao si mlima mwingine bali tuliangalia mlima Ararat. Na katika mlima huu Ararat tuliona namna ambavyo Mungu aliweza kumuinua Nuhu, ambaye kupitia mlima huo na safina aliyotengeneza Nuhu ndiyo iliyompatia ukombozi dhidi ya gharika. Haleluya. Na tuliona tukisoma katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 8 na fungu la 4 kuendelea, ndipo unakutana na habari hiyo. Lakini fungu letu kiongozi bila kulisahau lilikuwa linatoka katika kitabu kile cha Isaya 41, mstari wa ngapi watoto wazuri? Wa 10. Mstari wa 10. Fungu hilo lilikuwa ni fungu ambalo lilikuwa linatutia moyo, lilikuwa linatusogeza, lilikuwa linaendelea kutupatia baraka tukiwa katika viwanja hivi ndani ya VBS katika kanisa hili la Mwaya. Na tulisogea tukaendelea, tukasema tayari tumeshafika ule mlima Ararat. Tukachane na habari ya Nuhu
na tukaona namna ambavyo sisi watoto tunapaswa kusogea taratibu, kuacha vimilima vidogo vidogo, na hatimaye kwa sababu tunatamani kwenda katika mlima wa Mungu wa baraka, basi Mungu atuinue, atusaidie ili tuweze kupandishwa katika mlima Ararat na hatimaye tuweze kupata ukombozi kama ambavyo Nuhu alipata ukombozi yeye na familia yake. Hivyo tukaacha huo mlima na tukawa na siku nyingine nzuri ambayo hii ilitusaidia, ikatusogeza, ikatupandisha. Ilipeleka mlima gani watoto wazuri? Moria. Mlima Moria, na hapa tulimuona Ibrahimu akiwa anapimwa imani. Ibrahimu katika mlima Moria ndipo ambapo tunamuona Ibrahimu imani yake inathibitika. Mlima huu, mlima Moria, ndio mlima ambao Ibrahimu aliweza kupokea mibaraka. Tukajifunza watoto wazuri ya kwamba tunapoachana na milima midogo midogo, hata wakati mwingine imani zetu zitatikiswa, imani zetu zitatakiwa kupimwa kiwango cha imani, lakini tusimwache Mungu bali tutazame mlima gani watoto wazuri? Mlima Moria, ambapo ndipo imani zetu zinaweza kuthibitishwa. Na tulikuwa na fungu ambalo lilituelekeza hapo katika kitabu kile cha Mwanzo 22 mstari wa 1 na kuendelea. Yako mafungu mengi yanayosapoti juu ya mlima huu Moria. Na tuliendelea, tukasogezwa, tukasema sasa tumeenda mlima Ararat. Alafu tukaenda tukamuona Ibrahimu, nasi tukaendelea kusogezwa, tukaenda mlima Moria. Watoto wazuri, baada ya mlima Moria, huko mlima mwingine ambao Yesu alitamani atuinue na akatuinua, tukauona huo mlima. Ulikuwa mlima gani? Sinai. Mlima Sinai, mlima ambao ni mlima pekee ambao unatusaidia sisi kupata kioo cha kujitazama. Tunaona katika mlima huu tunamuona Musa akipewa zile mbao 2 ambazo zilikuwa na nini watoto wazuri? Amri 10 za Mungu. Watoto wazuri, tukasema sisi hatuwezi tukakubali tukaendelea tu kuishi katika vimilima vidogo vidogo. Ni lazima tuhakikishe ya kwamba ule mlima ambao Musa alipanda ndipo ambapo na sisi watoto wazuri tunatamani kwenda pale. Na tukaona ni vizuri tunapokuwa hapa duniani tuendelee kutazama mlima Sinai ambao unatupatia dira, unatuongoza, unatusaidia na unatukamilisha sisi kuonekana tunafaa mbele za Mungu kwa kuzitunza amri zake. Haleluya. Na tuliona namna ambavyo Sinai iliweza kutusaidia kwa kutupatia amri 10, na fungu letu elekezi lilikuwa ni Kutoka 24 mstari wa 12 na kuendelea, lakini Kutoka 19 mstari wa 18 kuendelea, Kutoka 20 na mstari wa 18. Kusoma hayo mafungu utakutana na habari ya mlima Sinai. Na tukaacha hapo. Na jana tukawa tunahitimisha VBS yetu. Tukasema sasa tumetembea katika milima ya hapa duniani, ambapo hii milima ukitazama utakuta milima mingine ipo katika nchi ambazo ziko hapa ulimwenguni. Na jana tukasema kwa sababu tumetembea katika hiyo milima, tukawaona wenzetu ambao wao walitangulia, basi na sisi ni vizuri. Na tukatembea, tukamwambia Baba, leo tunatamani kwenda katika ule mlima mkubwa ambao huo ni mlima mzuri kuliko milima yote. Watoto wazuri, ulikuwa ni mlima gani? Sayuni. Mlima Sayuni, ambao huo mlima mimi na wewe, sisi watoto na wazazi na washiriki na wote ambao tuko hapa ulimwenguni tunatamani siku moja kupandishwa juu. Kwenda mlima gani? Sayuni. Mlima Sayuni, ambapo kule Yesu alienda na kutuandalia makao. Na hivyo tukasema kwa sababu tuko katika juma la kutembea katika milima, hivyo mlima wetu wa mwisho ambao ndio shauku yetu, ndio shauku yako, ndio shauku ya watoto wazuri, basi tukafika katika mlima Sayuni, ambapo kule Yesu ameenda ametuandalia makao mazuri. Na tukasema huu milima mingine tulikuwa tunatembea, tunapandisha milima. Unapoenda mlimani sifa yake ni kupanda, si ndivyo?
Na tukasema huu mlima Sayuni wenyewe ni tofauti. Huu tunawekewa mabawa alafu tunapaa. Haleluya. Amina. Ndivyo ambavyo tulikuwa tunaendelea na vipindi vyetu, na tukaona huu mlima Sayuni fungu elekezi lilikuwa katika kitabu kile cha Waebrania 12 na ule mstari wa 22. Na jana tuliweza kuhitimisha VBS ambayo ilikuwa ni juma zuri, juma la furaha. Waimbaji wametuambia na wakasema pole kwa uliyefanya nini? Uliyokosa. Na hivyo tulitembea mpaka hapo, na watoto wazuri wakatamani ya kwamba Mungu awasaidie. Pamoja na kwamba wataenda katika vimilima vidogo vidogo, lakini kubwa kuliko yote wanatamani kupandishwa juu kwenda mlima Sayuni. Ni wazazi wangapi ambao wanasema watoto wamejifunza juu ya milima ya baraka ya Mungu na sisi tunatamani kutembea kwayo? Ni wangapi wazazi na washiriki wanaosema Yesu tusaidie, watoto wetu wamejifunza, nasi ni shauku yetu ya kwamba ukatusaidie tukapandishwe juu na mwisho hitimisho tuwe mlima Sayuni. Mungu awabariki sana. Na hiyo ndiyo kwa ufupi ambayo tuliweza kujifunza sisi watoto wazuri pamoja na walimu. Lakini pia kulikuwa na wazazi ambao waliona si vyema wabaki nyumbani, bali waje wasikie kile ambacho Mungu alitamani tuweze kukisikia katika juma la VBS. VBS Mwaya 2025. Mlima wa Mungu wa baraka. Tulitembea katika mlima huo. Na leo tunaendelea kujifunza. Wewe ambaye umeshaanza kuonja vile ambavyo tulijifunza juu ya mlima, tulijifunza mada nyingi, tulijifunza vitu vingi, usipange kukosa mchana. Haleluya. Yako mengine mazuri ambayo kwa sasa hivi muda hautoshi, tungependa kuyaweka wazi ili myajue, lakini tukifanya hivyo muda wetu hautoshi, lakini pia itakuwa sio vizuri na tatuachia mchana, tutabaki peke yetu. Kila ambacho umekiona sasa iwe ni shauku yako kuwepo mchana ili kuweza kupata muendelezo na kuweza kupata yale mengine mazuri ambayo tuliweza kujifunza. Bwana awabariki. Amen. Tuombe. Tunakushukuru Yesu kwa sababu umetupatia mrejesho wa kila ambacho ulipenda tujifunze watoto wako katika milima hii. Na mchana huu tena tunapoenda kuangalia somo la ibada ya siku ya leo, kwa nasi shuka uzungumze nasi, badilisha midomo yangu na ukanene na watakatifu wako. Asante kwa kuwa uko nasi, na weka utulivu na usikivu katika ibada yako kwa jina la Yesu. Amina. Katika mchana wa leo tutakuwa na somo ambalo linasema kurithisha tunu za kiroho kwa watoto. Kurithisha tunu za kiroho kwa watoto. Na kama ambavyo tumesoma katika kitabu cha Yoeli, msomaji ametusomea katika kitabu cha Yoeli 1 mstari wa 3. Mwenye Biblia tufungue, msomaji unaweza ukatusomea. Yoeli 1 mstari wa 3 inasemaje? Anasema waarifuni watoto wenu habari yake. Anasema waarifuni watoto wenu habari yake. Habari yake nani? Habari za Mungu. Watoto wenu wakawaambia watoto wao. Mnapowaarifu hao watoto wenu, na wao wataondoka na kuwaarifu watoto wao. Na watoto wao wakiambia kizazi kingine. Na hao watoto wa watoto wao wataenda na kuambia kizazi kingine juu ya habari za nani? Za Yesu. Tuwarithishe watoto wetu tunu za kiroho. Ni kwa namna gani wewe mshiriki wa kanisa la Mwaya, kwa namna gani wewe mwalimu, ni kwa namna gani wewe mlezi uliyekaa hapa unaweza ukarithisha tunu za kiroho kwa watoto wako? Biblia katika kitabu cha Yoeli kinatuambia uwaarifu watoto wako juu ya habari zake, na watoto wako wakawaambie watoto wao habari zake. Lakini watoto wao hawatabaki hivyo, nao wataondoka na kuambia kizazi kingine juu ya habari za Yesu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo tunayo kazi ya kufanya. Wewe kama kiongozi, wewe kama mwalimu,
wewe kama mzazi una wajibu wa kufanya kurithisha tunu za kiroho mpaka pale ambapo utaona Yesu amerudi na kutuchukua. Katika kizazi hiki tulicho nacho, ili uweze kurithisha tunu za kiroho ni lazima ufanye maamuzi, aidha uwe mwalimu ili kuwasaidia hawa watoto, lakini kama sio mwalimu ni lazima uwe kiongozi ambaye utaweza kurithisha tunu za kiroho. Ni lazima ukubali kujifunza, ni lazima ukubali kufundishwa, ni lazima ukubali kusikiliza, ni lazima ukubali kupata badiliko ili uweze kurithisha tunu za kiroho kwa wanaokuzunguka. Lakini pia katika Biblia iko mifano mingi ambayo tunaona watu walioamua kuomba kurithishwa tunu za kiroho, na hawa waliporithishwa walifanikiwa zaidi. Hata walimu wao waliowarithisha, wale waliorithishwa walionekana bora zaidi kuliko wale waliowarithisha. Habari njema ni hii ya kwamba kumbe tunapowarithisha hawa na wao wakawaambia watoto wao na watoto wao wakaambia kizazi kingine, kuna uwezekano mkubwa wewe mwalimu uliyewarithisha hawa wakawa bora kuliko wewe uliyewarithisha. Lakini hawa watakapowaambia watoto wao na watoto wao kaambia kizazi kingine, kuna uwezekano mkubwa wa kupata kundi kubwa ambalo Yesu atakaporudi, kwa sababu tumewarithisha tunu za kiroho, wakaweza kuokolewa ikiwa ni kundi kubwa. Haleluya. Katika Biblia tumeona kwamba iko mifano mingi, lakini leo tutajifunza juu ya mfano wa watu wawili ambao unatoka katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 2 mstari wa 9 hadi 14. Wafalme wa Pili 2 mstari wa 9 hadi 14. Utasoma kwa wakati wako, lakini hapa tunakutana na kisa cha watu wawili ambao hawa waliamua kurithishana tunu za kiroho. Yaani mmoja aliamua kumrithisha mwenzake tunu ya kiroho, na huyo mmoja akafanikiwa zaidi. Na unatamani kujua? Naona sijui, mimi nimekuwa mgeni, watu wa Mungu hawanielewi, sijui. Lakini ninachotaka kukuambia mchana wa leo ni kwamba katika Biblia inamuelezea mtumishi wa Mungu Elisha ya kwamba huyu alikuwa na rafiki yake Elisha pamoja na nani? Hawa ni watu wawili ambao usipokuwa makini unaweza ukawachanganya, si ndivyo? Kwa maana majina yao huwa yanaendana. Lakini mchana wa leo ninataka tujikite kwa hawa marafiki wazuri wawili ambao wao waliamua kufanya maamuzi ya kurithishana tunu za kiroho. Elisha alikuwa na Elia, na Elia aliamua kumuuliza Elisha, "Je, nini unachotaka kutoka kwangu?" Yaani Elisha anamuuliza Elia rafiki yake kwamba, "Rafiki yangu, unatamani kitu gani kutoka kwangu?" Kanisa la Ibuyu lije hapa aliwaulize, "Hivi mwaya, mnatamani nini kutoka kanisani kwetu?" Kanisa la Changanyikeni, sijui Kichangani, litoke kule lije litamani kupata kitu kutoka mwaya itamani kupata kitu kutoka sehemu nyingine. Elisha alijaribu kumuuliza rafiki yake, "Ni kitu gani ambacho unatamani kutoka kwangu?" Na tunaona kwa sababu Elisha alikuwa ni mwalimu wa Elia, na Elia aliamua kuomba kuwa mwalimu wake, na akamwambia, "Unaweza ukaomba nini kutoka kwangu?" Na ndipo akamwambia, "Ninatamani kuwa mwalimu wako, na kama utojali ninatamani kuwa mnasihi, kuwa mshauri wako." Na Elisha akaomba ampatie hali yake ya kiroho. Elisha akamuomba kwamba, "Wewe Elia, ninatamani hivyo ulivyo. Yaani wewe ulivyo hivyo wa kiroho ndivyo ninavyotamani kutoka kwako." Haleluya. Ni mara ngapi watu wanaotutazama wametazama matendo yetu wakatamani tuwe kama wawe kama mimi nilivyo, wawe kama wewe ulivyo. Hapo unaweza ukajiuliza, lakini tunaona
kwa sababu Elisha alijiona yeye si mkamilifu, akaona rafiki yake Elia kiwango cha kukua kiroho kimeongezeka, akamwambia, ninatamani unipatie hali yako ya kiroho, au roho yako iwe kwangu maradufu. Na Elia akamwambia, umeomba kitu kigumu sana. Elia akakataa, akamwambia, mbona hilo unaloniomba kwangu linaonekana ni nini? Ni gumu. Lakini Elisha akamwambia kwamba mimi ninatamani hivyo. Akamwambia, sasa wewe umeshaomba kitu kigumu, sasa kama ni kitu kigumu ninafanya nini? Lakini Elia hakukata tamaa, akamwambia, katika mstari ule wa 10 tunaona anamwambia kwamba ukiona nimeondolewa basi utapata, na usipoona nimeondolewa huwezi kupata. Hivyo yule rafiki, kumbuka ni watu wawili, mmoja anapomuomba na amemuuliza unatamani kupata nini, na yule anaomba kitu kigumu, rafiki anaanza kujaribu kuchekecha, anaona hilo ni gumu, lakini akakaa akatafakari, akamwambia ya kwamba iwapo nitaondolewa basi wewe unaweza ukapokea maradufu. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Na tunaona baada ya Elia kuondoka, Elisha alifanya mambo makubwa ambayo watu walipoyatazama hakika yaliwashangaza. Alifanya mambo makubwa zaidi hata ya yale ambayo Elia alikuwa anayafanya, ambaye yeye alikuwa kama mwalimu wake, kwa sababu yeye alichagua kuomba kurithishwa roho ya Elia, kurithishwa roho ya Elia, na hatimaye akapatiwa maradufu. Haleluya. Kumbuka somo letu linasema kurithisha watoto tunu, kuwarithisha tunu za kiroho kwa watoto wetu. Na tunamuona mfano mzuri kabisa wa Elisha, na tunaona baada ya kuomba hivyo Mungu alisaidia, na hatimaye akawa bora zaidi kuliko hata mwalimu wake. Niwaambie washiriki wa Moyo ya kwamba tunapotengeneza hili kundi, ni hakika tunatengeneza viongozi wazuri wa kesho, viongozi ambao wataweza kurithisha tunu katika kanisa la Mwaya, na hatimaye wakirithisha hapa wataondoka na kuambia makanisa mengine, na makanisa mengine yataondoka na kuambia makanisa mengine. Haleluya. Na utendaji wa Mungu uko dhahiri ya kwamba Mungu anatenda kwa namna ambavyo tusivyoweza kuelezea. Ninajaribu kupata picha kwamba Elisha angejaribu kuomba kitu kingine cha thamani zaidi, lakini akasema hapana, mimi ninatamani unipatie roho yako. Na si hivyo tu, unipatie, na Mungu alimpatia tena akampatia maradufu. Tunapowarithisha hawa watoto tunu za kiroho, tukawajengea ujenzi wa tabia zilizo njema, Mungu anaendelea kubariki, na hatimaye wanaweza kuwa mabalozi wazuri, mabalozi wema ambao wataenda na kuambia watoto wenzao, wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani, wakiwa kanisani, na popote watakapokuwa, juu ya habari za Yesu. Maarifa yote na karama zote ambazo Mungu amekupatia, usikubali kubaki nazo. Hakikisha unazifanyia kazi, na zinafanya kazi ya Mungu kana kwamba huelewi kwamba atarudi lini, na uzifanyie kazi kwa ukamilifu, ili kupitia hizo karama mtu fulani aweze kuokolewa. Lakini wakati mwingine tunaweza tukawa na karama alafu tukaamua kubaki nazo. Lakini Yesu anatuambia kwamba Elia baada ya kuondoka, anayekuja kuwa mrithi ni Elisha, ambaye yeye hakuwa na kitu, lakini alipoambukizwa akapewa, akakifanyia kazi, kikawa na matokeo mazuri zaidi. Katika mchana wa leo, katika kizazi hiki tunaona namna ambavyo wazazi tumekuwa bize, hivyo kushindwa kurithisha tunu za kiroho kwa watoto wetu. Lakini mchana wa leo ninayo habari njema ya kwamba Yesu ametuita ya kwamba hawa watoto tunaowaona hivi tusiwachukulie kawaida. Wazazi tupunguze majukumu, wazazi tuanze kupandikiza mbegu zilizo njema, tunu za kiroho kwa watoto wetu, ili na wao waondoke
waondoke wawaambie watoto wao, na watoto wao wawaambie kizazi kingine. Haleluya. Tusiwe bize kupitiliza, lakini tuamini ya kwamba kwa kufanya hivyo tutakuwa na familia iliyo bora, tutakuwa na kanisa lililo bora, tutakuwa na mtaa ulio bora, na hatimaye Yesu atakapokuwa anatazama hapa Mwaya, anaona washiriki na watoto na walimu na wazazi na viongozi namna ambavyo mmefanya majukumu yenu kwa ukamilifu, hivyo anaendelea kuweka tunu za kiroho kwa watoto, lakini sio kwa watoto peke yao, anaendelea kuziambukiza kwetu sote. Haleluya. Katika mchana wa leo, Mungu aweze kutubariki, Mungu aweze kutusaidia pale ambapo huenda hatukufanya zilizo sehemu zetu, tukawaacha watoto tukaona tu kawaida, tukawaachia walimu wa kanisani kwa sababu wanakuwa wameenda kanisani. Mungu atusaidie, aweke badiliko la pekee ndani yangu na ndani yako na ndani yetu sote, ili tuweze kuarithisha tunu za kiroho hawa watoto ambao tunawaandaa kuwa viongozi wazuri wa kanisa. Haleluya. Yako maombi ambayo watoto wa Mungu katika wiki hii walikuwa wanamwandikia Yesu barua, na katika barua hizo ninaamini jioni viongozi wa kanisa hili, wazee wa kanisa, watashika lile boxi na kuliombea maombi ya mwisho, na kisha yale maombi tutayachukua na kuyachoma moto, lakini tukiamini ya kwamba zile barua tulizomwandikia Mungu, yeye ni mwaminifu, ataturithisha tunu za kiroho sisi pamoja na watoto wetu. Amen. Mungu aweze kutubariki, Mungu aweze kutuangazia nuru ya uso wake, Mungu aweze kutusaidia ili pale ambapo hatujafanya ule wajibu wetu kuanzia sasa, aweze kupandikiza tunu za kiroho kwako na kwangu na kwa yote aliyoko hapa, ili tuweze kuwasaidia hawa watoto kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema. Na tumebarikiwa mchana wa leo. Somo zuri sio zuri? Zuri. Tumerithishwa, tuwarithishe. Zilini? Wangapi wanapenda kuangalia TV? Kuna chaneli ya wanyama ndio wanaikaga. Hiyo mambo wameshajiona. Wangapi? Mbona maandika pale tumerithishwa, tuwarithishe. Sasa sisi tunamkoja. Kama wanyama wanaozaliana wale wenyewe wamepewa kipaumbele, Yesu katika kama mbinguni tuwarithishe watoto wetu. Kizazi na kizazi kitaendelea na inakuwa vizuri. Bwana tubariki sana. Mungu wetu barikiwe sana. Kwa kusikiliza mahubiri yetu, tusimame na Mungu na hapa tunaendelea. Tupe moto wa uhai. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu.
basi tuombe. Haleluya. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa mchana wa leo. Umeshuka, umezungumza nasi namna ambavyo tunapaswa kuwarithisha watoto wetu tunu za kiroho, ili na wao waende kuwarithisha watoto wao, na watoto wao wakakiambie kizazi kingine. Tunakusihi ukatusaidie, kwa nguvu zetu sisi hatuwezi, lakini tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kutoka juu mbinguni, ili iweze kutusaidia sisi tulio viongozi, sisi tulio wazazi, sisi tulio walimu, kuweka tunu za kiroho katika watoto wetu. Mchana huu wa leo, bariki viongozi wa kanisa hili, bariki wazazi wa kanisa hili, bariki hata watoto wazuri ambao wamekubali kuwepo katika mchana wa leo. Yeyote aliyefika katika kanisa lako katika siku hii ya leo, asitoke kama alivyo, lakini baraka zako zikazidi kuwa juu yake. Asante kwa sababu utakuwa nasi. Endelea kutuandaa kuwepo mchana, ili kuwasilisha watoto wako vile ambavyo waliweza kujifunza katika juma hili la VBS. Neema yako yatosha. Tunapoelekea katika mapumziko, kuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amina.